Hakika watoto wanaalikwa kudumisha haki, amani na upendo kama ambavyo nimekujuza. Wanafamilia wa utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania kwamba kwa siku ya leo bado tupo nao na tutasafiri nao kuweza kuzungumza mengi yanayohusiana na watoto, lakini utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, namna gani idara ya watoto wanatega sikio na kuweza kuwasikia na kuwasikiliza watoto, lakini kuwafikia katika jamii, kuwafikia katika shule, lakini kuwafikia pia katika ngazi ya kanisa. Mimi ni Irene Simon ambaye tuko hapa kwa siku ya leo kuweza kutazama na kuangazia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na watoto. Mtazamaji na msikilizaji wa Amani Radio Online TV na Amani Radio 101.5, nikukaribishe sasa ambapo kwa siku ya leo niko na Scholastica Masanja pamoja na Grace Kitime, ambapo tutazungumza na kusafiri kwa pamoja kudadavua kuhusiana na masuala yanayohusu watoto. Ewe mtazamaji, endelea kututazama mpaka pale tamati, lakini na wewe msikilizaji endelea kutufuatilia kupitia 101.5 Amani Radio FM. Hakikisha swali kwa kile ambacho unatamani kukiuliza kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo, unatutumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0797 004018, lakini kupitia mitandao ya kijamii Holy Cross Family Ministry Tanzania, hakikisha unatuma maoni yako pale chini na wako kwa ajili ya kukujibu kwa kile ambacho utatamani kukisikia na kukifahamu zaidi kuhusiana na watoto. Sikia na tunazungumza kuhusiana na sauti na sikio la mtoto. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni sana, tunapata nafasi tena siku nyingine ya leo tunapokuja kuzungumza kuhusiana na masuala yanayohusiana na watoto, ambao ni idara iliyoko ndani ya utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Lakini ingekuwa vyema msikilizaji na mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa angeweza kuwafahamu wenyewe na kuwasikia mkijitambulisha na nini hasa mnafanya katika utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kwa majina naitwa Scholastica Masanja. Ninafanya kazi katika utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania katika idara ya watoto. Karibu sana. Na msikilizaji ambaye anakusikia sasa, ni imani kwamba yako mengi ambayo umeandaa aweze kuyasikia na kufahamu kuhusiana na watoto. Ndiyo. Karibu sana dada Grace Kitime. Jina langu naitwa Grace Kitime. Nafanya kazi na utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, yani Holy Cross Family Ministries Tanzania, kwenye idara ya vijana, lakini pia wakati mwingine nasaidia katika idara ya watoto. Ndio. Hongera sana. Asante. Msikilizaji na mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa, pengine ni mara yake ya kwanza anatuona na kutusikia, afahamu nini kuhusiana na utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania? Utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, kama tulivyoendelea kwenye vipindi vingine, utume huu ulianzishwa na Padre Patrick Peyton, ambaye yeye alianzisha utume huu baada ya kupata changamoto, baada ya kuugua, lakini kwa msaada wa Mungu na kwa kutumia sala aliweza kupona, ndipo akaweza kuanzisha utume huu wa familia. Katika utume wa familia, kama tulivyoenda vipindi vyetu vinavyosema, utume wa familia uko katika idara 5. Leo tunaongelea idara ya watoto. Idara ya watoto inahusika na watoto ambao wako kuanzia miaka 12 kurudi chini. Watoto hawa tunawapata katika familia, tunawapata mashuleni, tunawapata katika makongamano mbalimbali yanayoandaliwa na jimbo, dekania, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Huko ndiko tunawapata watoto. Lengo la kuwapata watoto au lengo la kukutana na watoto ni kwa ajili ya kuzungumza nao, kuwajenga katika imani ili wakue katika msingi wa imani Katoliki, waweze kuitetea imani yao, waweze kuisimamia, lakini pia waweze kumtukuza Mungu wakiwa bado watoto. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi huyo dada Schola, kwa kuweza kumjuza mtazamaji na msikilizaji. Lakini dada Grace Kitime, pengine utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania unalenga nini hasa katika idara ya watoto?
Lengo kubwa ni kuwasaidia watoto pia kusali. Kwa sababu lengo kubwa sana la utume wa familia ni kuzisaidia familia kufanya nini? Kusali. Na mtoto ni mmoja wapo katika familia. Hivyo tunapomtengeneza mtoto, lengo kubwa ni kumtengeneza pia mtoto akue katika sala, akue katika imani. Ili baadaye tunajua kabisa na huyo mtoto atakuja kuwa na familia pia. Na familia yake pia itakuwa katika nini? Katika sala. Kwa lengo kubwa sana ni kumsaidia mtoto akue katika imani. Lakini pia kumsaidia mtoto afikie ndoto zake. Mtoto anapokuwa katika imani anakuwa anampenda Mungu, lakini pia ile inamsaidia kufikia ndoto zake. Kwa sababu tunajua kabisa mtu akiwa anajikita pia kwenye sala, Mungu anampa neema na kumuongoza, anakuwa na kukua kwenye imani, lakini pia kufikia ndoto zake. Hivyo tunawafuata watoto maeneo mbalimbali kama nilivyosema, kwenye makongamano, kwenye familia, kwenye jumuiya na maeneo mbalimbali, ili kuwasaidia pia hawa watoto wakue na wafikie ndoto zao, lakini wampende Mungu na waweze kusali. Lakini pia watoto tunajua ni wahamasishaji wazuri sana katika familia. Kwa tukimsaidia mtoto na yeye ataenda kuhamasisha kwenye familia kwamba familia wasali pamoja. Ndio. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi huu, lakini dada Scholar, ningetamani kufahamu Holy Cross Family Ministry Tanzania imekuwa ina idara nyingi. Kuna idara ya vijana, lakini kuna idara ya ndoa na familia, lakini leo tunazungumza hapa kuhusiana na idara ya watoto. Kwa nini utume huu umeamua kuwa na idara hii ya watoto? Lengo la kuweka idara ya watoto ni kwa ajili ya kutengeneza msingi wa familia. Katika familia kuna baba, mama, vijana na watoto. Mtoto ni mmoja kati ya wanafamilia. Mtoto, tunapomtengeneza mtoto, maana yake ni kwamba atakapokuwa kijana hatutateseka sana. Atakuwa tayari ana msingi uliojengwa kutoka kwenye familia yake. Na mtoto atakapokuwa mtoto mwenye imani, tayari kanisa lina msingi mzuri, au lina mtu ambaye anaweza kulisaidia kanisa, anaweza kuisaidia jamii kwa kupitia imani yake alionayo. Kumbe tunapomtengeneza mtoto, basi tunatengeneza kanisa la baadaye au kanisa la kesho, ambapo kwamba tutakuwa na Wakristo wazuri, tutakuwa na vijana wazuri, lakini baadaye tutakuja kuwa na wazazi wazuri. Kama ni msichana atakuwa ni mama mzuri, kama ni wa kiume atakuwa ni baba mzuri, lakini pia tutakuwa na watawa wazuri, tutakuwa na mapadri wazuri ambao watalijenga kanisa, watalitumikia kanisa kwa moyo mzuri, kwa sababu tayari walishajengwa kwenye msingi ulio imara. Kwa hiyo tunalenga kuwajenga kwenye msingi ambao ni imara. Lakini ningetamani kufahamu idara hii ya watoto inafanya kazi zipi hasa kwa maendeleo ya mtoto, kwa sababu kila idara inakuwa ina kazi zake na inawalenga kundi husika. Idara ya watoto hasa inalenga nini? Idara ya watoto hasa tuna baadhi ya programs ambazo zinamsaidia mtoto. Tuna program inaitwa Growing with Saints. Yani ni program ambayo tunatumia mifano ya watakatifu, hasa watakatifu wao waliopata utakatifu wakiwa wadogo sana, kuishi maisha na wao yale ya utakatifu. Hivyo hii program inatoa mifano, tunafundisha kupitia mifano ya hao watakatifu, lakini wakati mwingine tunaonyesha filamu za hao watakatifu, namna walivyoishi ukampendeza Mungu. Kama filamu nzuri ya mtoto ni ile ya Mtakatifu Marcelino. Lakini tuna program za makongamano. Watoto wanakuwa na makongamano. Kwa pia tunaenda kwenye hayo makongamano, tunamfuza mtoto na kumkuza kiimani. Kwenye makongamano haya tunatengeneza program ambazo zinamsaidia mtoto kupenda, kwa sababu watoto pia wana vitu vyao. Hataki afundishwe sana, aconcentrate sana. Kwa tunakuwa tuna program ambazo zinamjenga mtoto na michezo mbalimbali, lakini ile michezo lengo lake kabisa ni kumkuza kiimani. Kwa kila mchezo unaochezwa, manake baadaye unampa kwamba huu mchezo kwa final niwe na imani. Lakini tuna program kama seminar. Huwa tunaandaa seminar mbalimbali kwa ajili ya watoto kuwakuza kiimani, lakini kuwatengeneza wawe watoto wazuri na baadaye waje kuwa vijana walio bora. Tuna workshops za watoto, tuna Bible competitions, ni ziko nyingi, lakini pia tunatembelea mashuleni kwamba hata wakiwa shule wanapata elimu ya dunia hii, lakini pia wapate elimu ya kimungu, ili wakue vyote pamoja, kwamba wanauelewa wa elimu ya duniani, lakini pia wanauelewa na elimu ya Mungu. Kwa maana hiyo wakiwa na uelewa, wakiwa wako vizuri kichwani, lakini pia wanakuwa vizuri wapi? Kiimani. Hizo ni baadhi ya program ambazo tunafanya kwa ajili ya kumsaidia mtoto azidi kukua. Lakini wakati mwingine huwa tunakuwa tuna mafungo ya watoto
hayo mafungo, na baadaye tunafanya adoration, kwamba huyu mtoto anakuwa kabisa akiweza akitambua kumwabudu Yesu wa Ekaristi, na hivyo hata akiwa mkubwa hata sukuma kwenda kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kwa sababu amekuwa akimwabudu Yesu wa Ekaristi, hivyo anakuwa akielewa na akitambua na akijua nguvu ya Yesu wa Ekaristi. Lakini hizi program pia kwenye hizi kama hizi retreat tunawafundisha pia kusali rozari. Kwa akiwa mtoto mdogo anatambua kwamba ninaweza kusali rozari, umuhimu wa kusali rozari, lakini pia anatambua zile ahadi za Mama Maria ukisali rozari. Kwa nini? Kwa imani. Hivyo mtoto anakuwa akipenda pia sala, akipenda kumtumikia Mungu, akipenda mambo ya imani, kwa sababu anajua thamani na namna yanavyomsaidia yeye. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya program ambazo tunafanya kwenye idara ya watoto ili kumsaidia kumkuza mtoto kiimani. Nikushukuru sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huo. Lakini Holy Cross Family Ministry Tanzania, idara hii ya watoto, pia tunaishi maisha ya Padre Peyton. Pengine ushirikiano uko vipi baina ya wazazi pamoja na utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania kuhakikisha kwamba idara ya watoto inakuwa, lakini tunamjenga huyu mtoto ajue kusali, ajue kwamba msingi unaanzia chini, hata baadaye anapokuja kuwa baba au mama wa familia, basi anaendelea kuyaishi yale ambayo anakuwa amefundishwa ndani ya utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Ili kumsaidia huyu mtoto na mzazi pia afahamu namna ya kumlea mtoto vizuri na kumkuza kwenye imani, tunatumia mfano mzuri wa wazazi wa Patrick Peyton. Wazazi wa Patrick Peyton walikuwa ni mfano mzuri ambao kwamba hata kama mtoto alikuwa anaenda kanisani, lakini wao pia walikuwa wanampa darasa. Na ndio maana tunasema familia ni kanisa la nyumbani, lakini pia ni shule ya imani. Kwa wazazi pia wao tunakuwa na semina zao kwa ajili ya kumfundisha namna ya kumtunza mtoto, ya kumlea mtoto, kwamba anakuja huko anapata 1 2 3 4 5, lakini kama mzazi unapaswa kufanya nini? Kumsimamia. Wazazi wa Patrick Peyton wao kila siku walikuwa wanatenga muda wao kusali, hivyo walikuwa wanaita watoto wao wote wanasali nao. Lakini walipokuwa wakikosea walikuwa wanapata nafasi ya kuwaonya na kuwasikiliza. Wakati mwingine watoto wanahitaji kusikilizwa kwa sababu wanaweza kama wamepitia changamoto au wanaweza kawa na maoni mazuri sana watoto. Kwa hii familia, hawa wazazi, huyu Mary na John ambao walikuwa ni wazazi wa Patrick, walikuwa ni mfano mzuri sana kwa sababu walikuwa wanakuza watoto wao kiimani. Hivyo na wazazi wa sasa tunaweza tukasema kwamba kwa sababu watoto tunawafundisha, na wao wana wajibu pia wa kuwalea, lakini kuwasaidia wale watoto yale mafundisho wanayoyapata wazidi kuyatumia, kwamba wasije tu kwenye semina wakirudi nyumbani wazazi hawahimizi. Kwa wazazi pia wana wajibu wa kuwahimiza ili wafanane na wale wazazi wa Patrick Peyton. Wana wajibu wa kuwahimiza watoto wasali, wakuwe kiimani. Kwa sababu kazi waliofanya wazazi wa Patrick Peyton ndio tumekuja kuona matunda ya Patrick, kwamba kupitia sala kapokea uponyaji. Lakini ilianza kwenye nini? Kwenye familia. Wazazi walikuwa wanaita, wanasali nao pamoja na kuwahimiza watoto wasali. Na ndio maana hata Patrick alipotaka kuondoka kule kwao kwenda Marekani, wazazi walipata wasiwasi kwamba usije ukaenda kule kubadilika, kwa sababu hapa tumekukuza kiimani, kwa hiyo tunaogopa usije ukaenda kule ukawa kijana wa ajabu, kwa sababu wazazi walikuwa wanatamani mtoto wao aendelee kukua vizuri katika imani. Hivyo ni wito wetu pia kwa wazazi wasiache kuwalea watoto kiimani. Waruhusu waende kwenye semina, lakini pia wakirudi wakati mwingine wawaulize wamejifunza nini na waendelee kuwasaidia. Ndio. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Pengine dada Scholar, wewe ni mama pia wa familia, lakini namna ambavyo idara ya watoto ndani ya Holy Cross Family Ministry Tanzania inatamani kumuona mtoto anakuwa vyema katika maadili na nguzo na msingi wa kanisa Katoliki. Changamoto za kuwafikia hawa watoto zinakuwa namna gani? Changamoto za kuwafikia hawa watoto ni baadhi ya wazazi hawako tayari kuwaruhusu watoto kwenda kwenye makongamano. Wanasingizia uchumi ni mbaya. Akiambiwa tu kwamba mtoto anatakiwa alipue 20,000 anaiona ni hela nyingi sana, lakini akiambiwa kuna sherehe anachangia. Kwa hiyo kumbe mzazi anazuia ndoto ya mtoto au anazuia maendeleo ya mtoto, ambayo mtoto anatamani kuwa mtoto mzuri, au anatamani saa nyingine anapoenda kwenye makongamano huko ndo anachochea ndoto yake au ndo anapata hamu ya kupata wito, kwamba kumbe mimi wito wangu ni huu, kumbe mimi natakiwa kuishi hivi. Saa nyingine anapokutana na watoto wengine ndo anajifunza zaidi. Mimi wito wangu kwa wazazi, hebu tuwaruhusu watoto tuwe msaada kwa watoto. Mimi mwenyewe ni mama na ninajua kwamba ukimruhusu mtoto
unaona faida wewe mwenyewe. Mtoto kwanza akielimika vizuri, akipata neno la Mungu vizuri, hata malezi nyumbani anakuwa ni rahisi, hakusumbui, kwa sababu anajua nikifanya hivi ni dhambi, nikifanya hivi nikimkosea mzazi. Anakumbuka na amri ya 4 ambayo ina ahadi kwamba nikimkosea mzazi nitakosa zile ahadi za Mungu. Kumbe wakati mtoto unamruhusu kuishi masakramenti au kuishi maisha ya kumcha Mungu kila wakati, wewe mwenyewe unapata msaada pasipo kujua, lakini kumbe unapata msaada kwa sababu mtoto anaelimika kiakili, anaelimika kiroho, lakini pia anafata yale aliyokumbushwa, aliyofundishwa. Akitaka kukosea anakumbuka, tulipokuwa kwenye kongamano tuliambiwa tuwatii wazazi. Anakumbuka kwamba ninatakiwa nimtii mzazi, hata kama umempa kazi akajikuta amesahau kwa sababu ni mtoto, lakini kuna sauti itamkumbusha kwamba kumbuka uliambiwa umtii mzazi, ulitakiwa ufanye kazi ya mzazi kwanza ndio ukacheze. Kwa hiyo mtoto anakuwa karibu na Mungu, anakuwa pia anasikiliza mzazi, kuliko mtoto ambaye hayuko karibu na Mungu. Hata malezi yake inakuwa ni tabu. Utampiga kila siku, lakini kwa sababu hana hofu ya Mungu ndani yake, bado atarudia kosa lile lile. Ndio utasikia mzazi anasema mtoto huyu amenishinda. Kumbe ni wewe mwenyewe hujasimama katika zamu yako kama mzazi. Hebu mpe mtoto nafasi yake kama mtoto. Anapotakiwa kwenda jumuiya, mruhusu aende. Anapotakiwa kwenda kanisani, mruhusu akaende kuhudhuria ibada. Anapotakiwa kwenda kwenye makongamano, msaidie wewe kama mzazi. Hata rudi kama alivyoenda, na hata kuwa mtundu kama unavyosema, atarudi ameongeza kitu katika maisha yake, na itakuwa faida kwake, faida kwa mzazi pia, na faida kwa kanisa. Hakika ni faida kubwa sana, kwa sababu familia inayosali pamoja huishi pamoja. Msikilizaji lakini na mtazamaji wa Amani Radio Online TV, lakini na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania, bado tunasafiri kwa siku ya leo kuweza kufahamu mengi yanayohusiana na watoto, lakini tukijikita hasa kufahamu idara ya watoto ndani ya Family Holy Cross Ministry Tanzania, namna gani inawasaidia katika idara hiyo, wanawafikia namna gani watoto. Umeyasikia mengi yakizungumzwa na Skola Masanja, lakini umemsikia Grace Kitime naye pia akitoa ufafanuzi kuhusiana na hayo. Lakini jamii sasa hivi imebadilika, ukuaji wa sayansi na teknolojia. Kuna mtoto ukikutana naye sasa hivi akatamka neno, wewe mwenyewe unaweza ukashangaa. Pengine mzazi asipokuwa makini kuhakikisha kwamba makongamano ya watoto wanahudhuria, semina za watoto wanashiriki, watoto wanashiriki ibada kanisani kila Jumapili, lakini anakuwa sehemu pia ya mzazi kuhakikisha mtoto anasali pamoja. Haya yasipofanyika, huyu mtoto tunamjenga wa aina gani? Yasipotendeka hayo, ndipo tunatengeneza watoto wa mitaani, ndipo tunatengeneza watoto ambao hawana mwelekeo, ndipo tunatengeneza wale watoto ambao wanasemekana wameshindikana. Kumbe nafasi ya mzazi kumjenga mtoto ni kubwa sana. Pamoja na kwamba uchumi wetu, wazazi wengi wamekuwa na utafutaji mwingi sana, wanasahau nafasi ambayo ni kubwa. Wanatafuta pesa kwa ajili ya huyu mtoto, lakini usipomtengeneza huyu mtoto, zile fedha zako zitakuja zikutoe machozi. Huyu mtoto akipotea, au mtoto akipoteza maadili, anakuwa ni mzigo kwa familia, anakuwa mzigo kwa kanisa, anakuwa ni mzigo kwa taifa, na baadaye anakuja kupata hasara. Wewe mzazi unapata hasara, kanisa linapata hasara, taifa pia linapata hasara, linapoteza nguvu kazi. Vijana wengi wameingia kwenye uvutaji wa madawa ya kulevya, unywaji wa pombe holela, kwa sababu wamekosa msingi. Saa nyingine wamekosa tu mtu wa kumsikiliza au mtu wa kumwelekeza. Watoto wengi wanakosa mtu wa kumsikiliza, anatamani afanye jambo fulani, lakini hana mtu wa kumwambia. Mzazi unatoka nyumbani asubuhi, watoto wamelala, unarudi watoto wamelala tena. Hapa katikati ujui amelelewa na nani, ujui amekutana na changamoto gani. Na ushauri wazazi, pamoja na kwamba kweli tunatafuta sana, lakini tujaribu kutenga muda, hata kama ni wa dakika 10. Unaporudi, hata kama mtoto amelala, mwamshe, msikilize, mwambie, mwanangu, leo umekutana na changamoto gani? Kitu gani kimekufurahisha siku ya leo? Nani amekukasirisha? Kitu gani umekutana nacho ambacho sio kizuri? Kitu gani umekutana nacho ni kizuri? Kwa kupitia ile nafasi, mtoto anaweza kukuelezea. Watoto wengi, wazazi wengi
wanajua kwamba tuna wasaidizi nyumbani. Lakini wale wasaidizi wa nyumbani saa nyingine wamekuwa changamoto kubwa, wamechangia nafasi kubwa sana kuharibu watoto wetu, kwa sababu yeye anachoangalia ni atimize wajibu. Hana ule moyo kama mzazi. Yeye hana uzazi, yeye anachoangalia ni kazi. Wamesababisha watoto wengi wameingizwa kwenye makundi mbalimbali, makundi maovu na wale wasaidizi wa nyumbani, na wakajikuta watoto wameharibikiwa. Nani sasa wa kumsikiliza? Mzazi unakuja umechoka. Mtoto anatamani kukuambia, mama, unajua dada anakuambia, we nenda kalale. Mama, nataka nikuambie hiki, nenda mfate dada. Anatamani akuambie ile changamoto yake, au kuna kitu dada amemfanyia ambacho sio kizuri, au kaka wa nyumbani amemfanyia kitu kibaya, anatamani akuambie. Lakini kwa sababu umechoka katika harakati za utafutaji, unamkaribia mtoto anakosa mtu wa kumweleza. Matokeo yake sasa ndio wale tunasema asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu. Anajikuta ametoka nje kwenda kutafuta msaada. Yule anayemkimbilia kumbe ndio mtu mbaya zaidi, anaenda kumpoteza zaidi. Ushauri wazazi, tutenge muda wa kukaa na watoto wetu, kwa sababu hata kile tunachokitafuta ni kwa ajili hawa watoto wetu. Tusipowatengeneza watoto wetu, pesa zetu zitakuja kututoa machozi. Mzazi amesikia na wa kuelimika atakuwa ameelewa. Lakini Grace Kitime, nirudi kwako. Kupitia Holy Cross Family Ministry Tanzania, pengine idara ya watoto, mnahakikishaje sauti ya mtoto inasikika katika jamii? Kwa sababu wako wengi ambao wananyanyasika, wengine wanapata vikwazo vingi, kama ambavyo mmemsikia dada Scholastica Masanja akizungumza hapo. Nafasi ya mzazi haionekani, ile sauti ya mtoto ambao kanisa inatamani kumuona mtoto inasikika, mnamsaidiaje? Kupitia hizi program tunazozifanya, huwa tunatenga pia muda wa kumsikiliza mtoto. Na kwa sababu huwa tunajenga mazingira rafiki kwenye semina au program yote tunayoifanya. Kwa mtoto tunamwambia kama kuna shida yoyote, kuna changamoto, unatamani kusema kitu, watoto wanakuwa huwa wanafunguka. Kuna mtoto mwingine anakwambia tu, auntie naomba ni hug, anatamani tu hicho kitu. Amekosa upendo wa mama. Kwa ile inatusaidia kwa sababu zile program tunazozifanya tunafanya tunakuwa marafiki. Na ukitukuta kwenye program za watoto unaweza kusema na sisi ni watoto wenzao, kwa sababu tunatamani ukaribu na watoto ili waweze kufunguka. Kwa watoto huwa wanafunguka na anasema. Akiwa anasema pia tunamsaidia. Na tukimsaidia huyo mtoto pia tunatafuta mawasiliano na mzazi tumwambie ili na yeye aweze kumsaidia huyo mtoto. Kwa tunajitahidi sana kuwasikiliza watoto. Lakini pia kwenye hizi program tunazozifanya tunawasaidia pia watoto wawe na ujasiri wa kusema. Kwa sababu ukimjengea mtoto ujasiri wa kusema ataweza kusema. Tunajua ukatili umekuwa ni mwingi, mambo yamekuwa mengi sana duniani, watoto wanaonewa, watoto wanakatiliwa. Kwa tunatamani watoto waweze pia kusema. Ndio maana tunawapa pia nafasi ya kuwa wanasema tunapokuwa nao. Kwa wakati mwingine wanasema, mwingine anakuambia tu mimi nataka unikumbatie, mwingine anakuambia tunatamani unibusu, kwa sababu hicho kitu hajakipata. Kwenye familia hakuna. Amekosa upendo. Mwingine anakuambia mama yangu 1 2 3, kuna unaongea naye, unamshauri. Na mara nyingi unakuta tunaporudi kwenye sehemu kama hizo, mtoto akikuona tu anahisi anasikia faraja, hivyo anakukimbilia. Kwa kwenye hizi tunazozifanya program zetu, tunatengeneza room ya mtoto kujisikia kwamba yupo sehemu salama, lakini pia kujisikia kwamba anaweza kusema. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunatamani pia watoto wakuwe vizuri, wasikue kwenye ukatili. Kwa sababu mtoto akiwa anakatiliwa, anavozidi kukua ile saikolojia yake inazidi kujitengeneza. Anaanza kuchukia pia na watu kwamba hawa wote ni kama wanafanana. Naye pia anachukia kuwa mwanafamilia, kuwa na familia baadaye. Ndio, kwa sababu anaona kwamba sisikilizwi, ni kama sina thamani, ni kama yani nafasi yangu haionekani. Kwa hiyo pia tunawasaidia watoto ili tunawapa ile nguvu ya kusema kwamba wanaweza kusema, lakini kwamba wana nafasi kubwa na wana thamani kubwa kwenye kanisa, kwenye jamii na kwenye familia. Hiyo inawasaidia sana, na tumekutana nazo hizo kesi mara nyingi sana, zinawasaidia. Ile tunavyowapa nafasi pia kuzungumza inawasaidia sana. Wanapata nafasi ya hata ile tu kimaliza program anatamani tu ukae hapo apige tu mkono, anasikia raha. Kwa hiyo imewasaidia pia wale tunaokutana nao wanafunguka. Lakini pia tunatamani tuendelee kukutana na wengi zaidi ili tuwasaidie wale ambao hawajapata nafasi ya kusema waweze kusema. Ndio. Kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la wazazi wa upande mmoja, hasa wa kike, kwenye swala la malezi. Unakuta maumivu aliyokuwa nayo mama
saa nyingine anayasema na kuyazungumza mbele ya mtoto, yanamwathiri mtoto huyu kwa namna gani kushusha ile ndoto yake, lakini kumpa maumivu na kumharibu kisaikolojia? Pia mnamsaidiaje? Kwanza, namna ya kwanza, huyu mtoto anakuwa na chuki, kwa sababu kama labda ni mama atampandikiza chuki ya kwamba baba yako 1 2 3 4 5, kwa mtoto anakuwa na nini, na chuki. Hivyo tunapokutana nao, tunazungumza nao tena, ni darasa linaanza upya kwamba hakuna mzazi mbaya. Hivyo tunawaelimisha taratibu mpaka watuelewe, lakini pia tunawaambia tu wakati mwingine labda mzazi alipitia changamoto, hivyo unamsamehe. Tunawaambia pia watoto waachilie msamaha kwa wazazi wao, kwa sababu labda alipandikizwa kwamba baba yako alikuwa 1 2 3 4 5, na ndio maana mimi nikapita kwenye 1 2 3 4 5. Hivyo usimpende babako. Tunampatia pia nafasi ya kumsamehe mzazi, tunamwambia msamehe baba, kwa sababu kupitia kumsamehe pia na wewe unaweza kufanikiwa. Lakini usipomsamehe pia na wewe yawezekana ukaja kupitia changamoto na mtoto wako asije kufanya nini, kukusamehe. Kwa hiyo tunaongea nao na tunawajenga kwamba yawezekana mama alipitia maumivu ndio maana akasema hivi, au baba alipitia maumivu ndio maana akasema haya ambayo na wewe yanakufanya uwe hivyo. Hivyo tunawashauri pia. Lakini pia tukikutana na hawa tunasema walezi, wazazi ambao tunasema ni single parents, tunaongea nao kwamba wasipandikize chuki kwa watoto, ila wawalee watoto vizuri ili wakue vizuri, kwa sababu pia anapozidi kupandikiza chuki, yule mtoto haondoki tu na sumu alioambiwa na mzazi, pia anatengeneza na sumu yake. Inamaanisha akiondoka hapo chuki yake inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa tunawashauri pia hata kama walitendewa ukatili, ila wasamehe na wawalee watoto wao vizuri, lakini wawafundishe vizuri. Hivyo mtoto tunaongea naye, lakini pia na huyu mzazi tunapata nafasi ya kuongea naye ili mtoto asikue huku ndani kijua baba ni mbaya. Inamaanisha kijua baba ni mbaya, maana yake hao kina wanaume wote atakaokutana nao atajua ni wabaya. Au akiwaambia mama ni mbaya, hao kina mama wote anaokutana nao atajua ni wabaya. Hivyo tunamsaidia huyu mtoto, tunamshauri, wakati mwingine tunamwambia. Na ndio maana tunapofanya hizi semina hatulengi tu mtoto wa upande mmoja, tunalenga watoto wote wanaolelewa na wazazi wote na wanaolelewa pia hata na mzazi mmoja, au wanaolelewa na kina bibi. Hao wote tunawasaidia kwamba wakue, wawapende wazazi, kwa sababu hata kama mzazi ni mbaya bado ni mzazi tu. Na ndio maana Biblia inasema waheshimu baba na mama, apate miaka mingi na heri duniani. Hajasema kwamba huyu mzazi wewe ni mzuri tu, ila mzazi wewe mheshimu. Hauwezi jua kwamba alipitia changamoto gani mpaka ikafika hiyo eneo. Kwa tunawasaidia, tunawalea, tunawasaidia, lakini tunawashauri, na wakati mwingine tunawarudia mara kwa mara kuwapa huo ushauri. Nikushukuru sana Grace Kitime. Lakini dada Scholastica Masanja, idara ya watoto ndani ya Holy Cross Family Ministry Tanzania, natamani kujua kwa nini kumekuwa na hii kauli mbiu ya sauti na sikio la mtoto? Ina muktadha gani katika malezi? Sauti na sikio la mtoto katika malezi ina nguvu kubwa sana. Kwa sababu unapompa mtoto nafasi, maana yake ni kwamba umempa sauti, aweze kupaza sauti, aweze kusikika, anapitia nini, anatamani. Saa nyingine anatamani akueleze mzazi, saa nyingine anatamani aieleze jamii zile changamoto anazopitia, saa nyingine anatamani tu sauti yake isikike. Watoto nao wana vitu vingi, wanatamani vifike mbali. Nani wa kumsikiliza? Nani wa kupokea ile sauti yake? Hakuna. Kwa hiyo sisi tunatamani basi kwa kupitia kipindi hiki sikio na sauti la mtoto, kwamba mtoto aweze naye kutambulika, aweze kuona ile thamani ya kwamba mimi nimezaliwa, mimi ninapokea upendo kutoka kwa mzazi, ninapokea upendo kutoka kwenye jamii, ninatamani jamii ione faida au nafasi yangu kama mtoto. Kumbe basi tunapo vipindi vya watoto, maana yake tunatamani yule mtoto sauti yake sikike na yeye aweze kujisikia, kuonja ule upendo, kwanza kujiona kwamba ana thamani, hata kama amelelewa na mzazi mmoja, lakini aweze kuona thamani, ajione yuko sawa na yule mwenye wazazi wote wawili, yuko sawa nao. Lakini pia aweze kutambua kwamba Mungu wetu ni upendo, anatupenda jinsi tulivyo. Hata kama ukiwa umezaliwa kwenye familia maskini, umezaliwa kwenye familia tajiri, lakini aweze tu kutambua kwamba kwa upendo tu wa Mungu yatosha.
Amina. Kuna msikilizaji ambaye ameshiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi, anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Anatamani kufahamu utume wa familia takatifu mnasaidiaje hasa wazazi ambao hawawapi nafasi na hawatoi nafasi ya watoto wao kuwasikiliza. Utume wa familia ndio maana tuna jina letu kama lilivyo, utume wa familia. Sisi tunatembea katika familia. Tunapopata nafasi ya kufikia familia kama hiyo, tunakaa na wazazi kuwaelezea faida ya kumsikiliza mtoto, faida ya kuwa karibu na mtoto wake, ili imsaidie yeye mzazi, isaidie jamii, lakini itamsaidia pia mtoto baadaye kuja kuwa mtoto mzuri ambaye pia na yeye akija kuwa na familia hata kuwa katili kwa watoto wake. Atawasikiliza watoto wake, atasikiliza jamii inayomzunguka, atakuwa ni mtu mwema. Kumbe basi tunapopata nafasi ya kuzungumza na mzazi, na ndio maana basi tuna vipindi kwenye mtandao, tunapitia kwenye parokia, tunaenda kwenye makongamano mbalimbali ya familia. Lengo ni kumsaidia mzazi. Yule ambaye hatujaenda kukutana naye moja kwa moja atasikiliza vipindi vyetu. Kumbe kule atapata elimu, naye ataweza kukaa pamoja na mtoto wake na ataweza kumsikiliza mtoto, ili mtoto naye apate ile thamani ya kuzaliwa katika familia, lakini kuishi katika jamii inayomsikiliza, inayompenda, inayomthamini, ili aweze kutambua kwamba kweli na mimi niko hapa, Mungu ananipenda, lakini na watu ninaoishi nao wananipenda. Kupitia 0797004018 tunaangazia swali la kwako msikilizaji, lakini na wewe ambaye unatutazama kupitia mitandao ya kwetu ya kijamii, YouTube Amani Radio Online TV, lakini na Holy Cross Family Ministry Tanzania, basi endelea kuandika swali la kwako na maoni yako kwa hiki ambacho unaendelea kukisikia na kutizama hapa sasa, kinachoendelea kuhusiana na sauti na sikio la mtoto. Na tuko hapa na Grace Kitime pamoja na Scholastica Masanja, tukiangazia idara ya watoto ndani ya utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Unamsaidia vipi mtoto? Anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Anaitwa Martha kutoka Ngaramtoni, anatamani kufahamu madhara ya kutokumsikiliza mtoto ni yapi hasa kwa masingo mother. Madhara makubwa ya kutomsikiliza mtoto. Mtoto anakuwa na kile kitu ndani yake. Yawezekana kama kilikuwa ni kibaya angekisema, ungepata nafasi ya kumuonya. Hivyo atakuwa na kile kitu, baadaye sasa unakuja kuona zile tabia akishakuwa mkubwa. Na maana yake ameshakuwa, huwezi kuzirekebisha, maana kumrekebisha akiwa huku mdogo, na ndio maana nasema samaki mkunja angali mbichi. Kwa maana yake anapokuwa sasa, kwa sababu hakupata nafasi ya kusikilizwa, zile tabia zinakuja sasa kuonekana akiwa mkubwa. Ndio pale tunakuja kupata sasa ile vijana wa siku hizi. Ni kwa sababu hawakufanya nini? Hawakusaidiwa akiwa mdogo. Lakini pia hasara nyingine, huyu mtoto atakuwa hawi na amani sana. Anakuwa na uoga, anakuwa hana confidence, kwa sababu hana uhakika na lile jambo ambalo hajasikilizwa kama ni zuri au ni baya. Hivyo anakuwa kwa wasiwasi, ujasiri kwake unapungua kwa huyu mtoto. Lakini huyu mtoto asiposikilizwa pia tunapata madhara ya huyu mtoto kujiunga kwenye makundi mabaya na marafiki wabaya. Kwa sababu kama hatapata nafasi ya kusikilizwa na mzazi, atapata rafiki wa kumsikiliza. Na huyo rafiki ndo wale sasa anaweza kuwa ni rafiki mzuri au mbaya. Na asilimia kubwa wanapataka sasa marafiki walio wabaya, ambao wanawashauri sasa kufanya vile vitu ambavyo sio vizuri. Na baadaye ndo tunakuja kupata sasa vile wale vijana ambao tunasema wanatumia madawa kulevya, wanatumia vitu vya ajabu, na baadaye sasa uraibu na kwa huko juu yao, wanashindwa kufikia hata ndoto zao, kwa sababu kila kitamani kufanya kitu ndo anapata ile kutaka kutumia hayo madawa, anakosa nguvu ya kufanya hizo vitu vingine vya kufanikiwa. Hivyo manake huyu mtoto asiposikilizwa pia atashindwa kutimiza ndoto zake. Kama mtoto alikuwa na ndoto fulani lakini hajasikilizwa, hajapata nafasi ya kusikilizwa, hajapata nafasi ya kuonywa, huyu mtoto anashindwa kutimiza nini? Kusudi na tamanio lake. Hawa anazungumza kwa mzazi anakuwa mkali, hataki kuulizwa. Na hiyo sasa mzazi akiwa mkali, huyu mtoto hawezi sema. Hivyo atakuwa nacho moyoni, lakini pia atatengeneza chuki. Kwa sababu ule ukali pia inawezekana ni kitu ambacho angekisema, angefunguka, angepata amani. Hivyo atakuwa pia na chuki. Inawezekana labda ni baba ndo mkali au mama ndo mkali. Kwa hiyo anakuwa anasema baba hanipendi,
lakini kumbe sio kwamba ilikuwa ni kwa lengo hilo, labda ubizi na nini, lakini atakuwa anasema mzazi afanye nini, hanipendi. Na ndio maana tunakuja kukuta sasa baadaye kuna mzazi anapewa hiki, kuna mzazi hapewi hiki. Ndio ile anasema kwamba baba yake anapewa 50,000, mama yake anapewa 10,000, au mama yake analetewa vitenge na kitu fulani, lakini mzazi ni kwa sababu gani? Hakupata pia nafasi ya kusikilizwa vizuri. Ila tukitengeneza usawa kwa watoto, tukawasikiliza na kuwapa nafasi, tutaondoa hizo vitu. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Mnawasaidiaje watoto ambao wamepitia ukatili na kuondoka manyumbani na sasa tunawaita watoto wa mitaani? Watoto wa mitaani pia tunapata nafasi pia kuwatembelea. Tumewahi kuwatembelea watoto ambao wanazaga mitaani na kuongea nao pia. Hao watoto wanapitia changamoto nyingi na wanazisema. Hivyo kwa kuwatembelea tunakaa nao sasa na kuzungumza nao. Na wakati mwingine wale wanapozungumza, wanazungumza sasa yale magumu walioyapitia na sasa ile hasira walionayo kwa wazazi au hasira walionayo kwa wale waliotendea hicho kitu. Hivyo sasa tunapata nafasi ya kukaa nao, kuzungumza nao taratibu. Kwa sababu pia hata kwenye vituo vya watoto yatima pia kuna watoto wengine wanaulizwa kwa nini, labda amekuta kwenye ile aliuliza akangangania apate historia yake kwamba mimi nilitupwa. Anaanza kufikiria kwa nini nilitupwa, yani kwamba ilikuwaje mpaka nikatupwa. Kwa hiyo mtoto tunaongea naye taratibu. Na baadaye sasa tunamrudia, hatufanye sasa ni mara moja tu, kwa sababu hiyo ni unatakiwa ufanye ni therapy ambayo sasa anatakiwa apate taratibu, hapati tu siku moja. Akipata siku moja maana yake hata ona kwamba amesaidiwa sana. Kwa hiyo tunarudia mara kwa mara. Huyu mtoto tunazungumza naye, tunamsaidia na kumrudisha taratibu. Lakini pia tunamuonyesha upendo wa Mungu kwetu sisi, kwamba hata kama walikutenda vibaya lakini bado Mungu anakupenda kama mtoto. Na ndio maana nasema wachini watoto wadogo waje kwangu wala msiwazuie, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwamba pia Mungu ni rafiki wa watoto. Na ndio maana tunasema kwamba Yesu ni rafiki wa nini? Wa watoto. Hivyo tunawafundisha kwamba upendo wa Mungu bado upo na Mungu bado anawapenda. Hivyo wasamee na kuachilia. Wakisamee na kuachilia wataona upendo. Hawa tukizungumza nao pia wanakuwa tayari pia. Na hivyo wanakuwa wapo huru, wakati mwingine wanasema kwamba nimepitia hivi nifanyeje? Anashauriwa pia inamsaidia. Ndio. Barikiwe sana Grace Kitime kwa kuweza kujibu swali hili la msikilizaji ambaye anatufuatilia kwa ufasaha zaidi. Lakini msikilizaji, endelea kutuma swali la kwako kupitia 0797004018. Wako hapa Grace Kitime pamoja na Scholastica Masanja kutoka utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Lakini dada Scholastica, nirudi kwako. Wewe ni mama. Kuna muda unapata unazungumza na wanao kwenye familia na unaona namna ambavyo mtoto anatamani kuona mguso kutoka kwa wazazi, iwe ni kwa mama, iwe ni kwa baba. Tunafanyaje kuimarisha mahusiano mazuri kati ya wazazi pamoja na watoto? Asante sana ndugu mtangazaji. Jambo la kwanza, kama mzazi, uonyeshe upendo kwa watoto. Alafu jenga urafiki. Ukijenga urafiki na watoto wako, hata akikutana na jambo baya, ni rahisi sana kukuambia. Ni rahisi sana kukufikia. Lakini unapokuwa mkali au unapokuwa katili kwake, manake usipomsikiliza tayari wewe ni katili. Tayari watoto ndio wanajenga ule usiri. Na mtoto anapojenga usiri, jua hapo umempoteza mtoto. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nashauri wazazi wenzangu, tujenge urafiki na watoto wetu. Awe ni wa kike, awe ni wa kiume. Jenga urafiki naye. Unapotengeneza urafiki na mtoto wako, ni rahisi kukufikia. Watoto wanakutana na mengi, lakini wanashindwa namna ya kufikisha ujumbe wao au namna ya kufikisha kila alichonacho moyoni. Kwa sababu akitaka kumfikia mama anajiuliza mara tatu. Ninamwanzaje? Hiki kitu nimetendewa. Mwingine ametendewa jambo baya, lakini mzazi badala ya kumsaidia, unampiga tena mtoto. Kesho atarudi kwako kukuambia. Atatafuta rafiki wa nje au atatafuta mtu ambaye atamsaidia. Sasa una uhakika gani yule anamfuata atakuwa ni mzuri kwake? Mwingine ndo anampoteza kabisa, anakuambia si utoke tu hapo nyumbani, wazazi wako hawakupendi. Ni bora uje huku, tukae huku, tunaishi maisha ya kisela, maisha ambayo huulizwi leo unafanya nini, leo unaenda shule, leo unafanya nini. Huku tunaishi vizuri tu, tunakula chochote, tunalala popote. Kumbe kutokuwa rafiki,
ni jambo la kwanza. Usipokuwa rafiki kwa mtoto, jua kwamba wewe mtoto wako kumpoteza ni rahisi. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa la msingi, urafiki kwa watoto na upendo. Hata kama una kazi nyingi namna gani, tenga tu muda. Hata ukimsikiliza tu akijua kamwambia, asante sana, unataka kuongea na mimi? Nipe dakika 2. Hata ukiwa unapika, njoo nielezee hapa huku napika. Huku unafua, unamwambia hebu nielezee ulikuwa unasemaje. Ataona tu kwamba kumbe ananijali. Ana kazi lakini bado amenipa muda wa kunisikiliza. Hata kama una kazi nyingi gani, hata kama wewe sijui umeajiriwa wapi, lakini hakikisha unatenga muda wa kuongea na mtoto wako. Hiyo ni dawa nzuri. Hilo ni suluhisho la kwanza kabisa. Pesa zako hazitakusaidia, ajira yako leo nayo haitakusaidia kwa mtoto wako, bali itampoteza mtoto wako, na vile vyote ulivyo navyo utaviona havina thamani. Kwa sababu vyote tunavyofanya hapa duniani ni kwa ajili ya watoto. Kama wewe ni mama, kama wewe ni baba, ukiwa na watoto, tayari vyote unavyovifanya ni kwa ajili ya watoto wako na kwa maisha yao ya baadaye. Urafiki na upendo kwa mtoto wako. Lakini hapo dada Scholar Masanja, tunapozungumza kuhusiana na mazungumzo ya mama na mtoto, yana matokeo hasi na chanya. Kuna wale wazazi ambao mwanae hata akipigwa shuleni au akifanyiwa wasema ukatili wowote au adhabu yoyote akapewa shuleni na mwalimu, wanakuwa mkali sana kumtetea huyu mtoto, na ukipima kweli pengine labda uliweza usionyeshe ile kwamba uko upande wa mwanao ili kumjenga vizuri. Zungumza na hawa wazazi. Asante sana. Kwa wazazi, hakuna mzazi anayemchukia mwanae. Wote tunawapenda watoto wetu, lakini tusiwe na ule upendo wa kupitiliza. Hapo tunajenga bomu, tunatengeneza bomu ambao likija kulipuka linaanza kulipuka na mimi mzazi. Mtoto anapofanya kosa, wewe mwenyewe mzazi, si wewe unamwadhibu mtoto? Kwa nini shuleni asiadhibiwe? Lazima ili awe mtoto mzuri, ili afanye vizuri katika kila jambo, lazima apate adhabu. Hata Biblia imeandika, usimnyime kiboko mwanao. Mtoto asinyime mapigo kabisa. Iweje ulimwengu mnyime? Maana shuleni ni ulimwengu. Iweje wao wasimpige? Kuna mzazi mwingine hata mtoto akiadhibiwa na jirani ni kosa. Uadui tayari. Uadui na kusalimiana kunaisha kabisa. Ukitengeneza hivyo, unamharibu yule mtoto wako, humtengenezi mwanao. Mtoto anapofanyiwa hivyo, akiona amechapwa na mzazi mwenzako, sio kwamba anamuonea. Ni bora umwache mtoto aondoke, mkayajenge wewe na mzazi mwenzako au na mwalimu. Sio unamshika mkono mtoto, unaenda kumkaripia mwalimu na umefunga kibwebwe kwamba wewe ulinisaidia huyu mtoto. Maneno magumu. Tunarudi kwako dada Scholar, tupokee simu ya msikilizaji kwenye line ya simu. Hello. Halo. Habari za asubuhi? Nzuri, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tunazungumza na nani, ukiwa wapi? Tunaongea na Mama Furaha kutoka Parokia Mtakatifu Simeoni Rorovani. Karibu sana Mama Furaha kutokea Rorovani. Nimemsikiliza, nimewasikiliza hao wenzetu hapo, nimewaelewa. Nichangie kwamba kuna faida sana ya kuwasikiliza watoto kuwa rafiki yao, kwa sababu kuna nani moja nimeshuhudia mimi, sio nimeambiwa. Ni familia moja, bahati mbaya watoto walikuwa wanalelewa na upande mmoja na mama ndio alikuwa anawalea. Ikatokea sasa mama akikwama anapata hasira, yani akikwama kwenye kipato anapata hasira, anapiga watoto. Na zaidi alimpiga yule mdogo zaidi, alikuwa wa kiume. Mtoto alikuwa mdogo, alikuwa darasa la 2. Akaenda, ikawa mtoto akaenda kucheza, mama hataki akacheze, anamnyima, kaa hapa. Yani yule mama anaona mtoto kwenda kucheza ni kosa. Ili asiende kucheza, mama yule anamvua nguo zote, anabaki nchi. Anaona anapomvua ataona aibu, ataacha kwenda kucheza. Ikawa ndio kwanza ndio anaenda kucheza tena barabarani. Akija anampiga. Yule mtoto akawa sugu. Ikawa sasa shule haendi hata kwa wakati.
na akienda anachelewa, labda hana vifaa vya shuleni. Mwalimu naye akiingia darasani kama hana daftari la ile somo, mwalimu anasikia, anamsikia yule mtoto, anamchapa. Kwa hiyo kwa mtoto nyumbani hana rafiki, shuleni hana rafiki. Mwisho wa siku akawa akienda shule hafiki darasani. Hapo kashafika la 4. Hafiki darasani, anacheza hapo katikati. Muda wa kula kule shuleni ukifika, kule anaenda kula. Akimaliza kula anarudi kule kichakani. Mwisho wa siku mama akaanza kusema, mtoto ni mtundu, nimemchoka, amenishinda. Nilimwambia usifanye hivyo, kuwa naye karibu. Hakusikiliza. Akasema sasa namuita baba yake aje kumchukua. Asipomchukua napiga, niue, aje amchukue akamzike. Nikamwambia sio. Hakusikia. Kilichoendelea kweli, simu walikuwa wanaishi mikoa tofauti, tena mbali, mikoa miwili tofauti. Mama yuko mkoa A, baba yuko B. Baba akaja. Alivyokuja, amekuja kumchukua mtoto. Nikamuuliza, unaonaje huko wa mkoa wa elimu huko? Anasema lakini kule watoto mara nyingi wananani kwenye mabanda ya video. Haya, kaambia sasa mbona nampeleka? Kwanza kabla ya hiyo nikawa nimemuuliza maki, sasa wewe unataka baba aje kumchukua, umemwombea uhamisho? Hapana. Yule mtoto alichukuliwa bila taarifa za shule aliyokuwa anasoma. Kufika kule, kwa sababu yule mama alisema nasubiri akishaenda na kuja kusema kwamba nitaenda shuleni niombe uhamisho, niwaambie mwalimu kwamba babake alikuja akamtorosha. Nikamwambia wizara ya elimu hailijui hilo, omba kwanza uhamisho. Hakusikia. Tunafanyaje mama Furaha kuwa na ushirikiano katika swala zima la malezi, upande wa baba, upande wa mama, kuhakikisha mtoto anakuwa vyema? Ni kushirikiana baba na mama. Siombi mtu mume na mke waachane, lakini basi pale ikitokea wameachana, mmoja awe na msimamo kwa ajili ya wale watoto. Haijalishi mtu una kipato au una kipato, pambana kadri ya uwezo wako na Mungu atakusaidia. Na pia kwa kushirikiana na wanawake wengine, mnakaa mnapeana ushauri. Mwisho wa siku yule mtoto alikuwa mtabangi mpaka ninapoongea, yani ndio hivyo. Yani kuna hasara kubwa sana ya kutokumsikiliza mtoto. Ubarikiwe sana mama Furaha kwa kushiriki nasi kwa asubuhi ya leo, lakini endelea kuwa balozi kwamba swala la malezi ni swala mtambuka na si swala la mtu mmoja peke yake. Amina. Barikiwe sana. Yako mengi sana Scholastica Masanja kuhusiana na watoto. Tukisema tutoe muda na sisi sio rafiki hapa, basi tunaweza tukakaa hapa siku nzima. Lakini kabla ya kutamatisha, pengine familia ambazo zinakusikiliza sasa, ambao wameungana nasi, pengine ni mzazi alikengeuka mahali, akateleza, haya ambayo yanazungumzwa pia na wasikilizaji wameweza kuuliza hapa. Tunaishije maisha ya Padre Peyton pamoja na familia yake kwa maisha ya sasa? Ili kuyaenzi maisha ya Padre Patrick Peyton katika familia zetu, ni kwamba tuwe watu wa sala. Sala ndiyo nguzo kuu ya kujenga familia. Tunapokuwa na maisha ya sala, sala itaturudisha karibu na Mungu. Sala itatusaidia katika kuwalea watoto, kwa sababu mnapokuwa mnasali pamoja, mtoto anajua kabisa kwamba tunapokuwa tunasali ndipo tunamuomba Mungu, ndipo tunapata mahitaji yetu, ndipo tunaombea kazi zetu, tunaombea masomo yetu, na kila kitu kinaanzia kwenye sala. Kumbe tunapojenga maisha ya sala, familia zetu zinaweza kusimama. Familia zetu zinaweza kuwa bora. Familia zetu zinaweza kuondokana na changamoto mbalimbali tunazopitia. Sala inatuunganisha karibu na Mungu. Hata hizi changamoto tunazozisikia, sijui hasira, sijui mzazi kapiga mtoto kachoma mpaka na pasi, ni kwa sababu hajamshirikisha Mungu. Tusitumie nguvu zetu katika malezi, bali tumshirikishe Mungu kwa njia ya sala. Hapo tutakuwa tumemwenzi Patrick Peyton aliyesema familia inayosali pamoja huishi pamoja. Barikiwe sana. Mimi niwakumbushe wazazi kwamba wasiachie malezi wa dada wa kazi.
ila wao wazazi wawajibike. Wazazi wa Patrick Peyton waliwajibika na wao wawajibike. Lakini familia takatifu, Maria na Yosefu, waliwajibika kumlea Yesu. Ndio alikuwa ni Yesu, ni Mungu, lakini walimlea. Hivyo na wao wawajibike. Wasiwaachie wadada wa kazi malezi, ila wawalee wao wenyewe watoto wao. Ili tusije kuwa na wale tunasema vijana wa siku hizi. Tuje kuwa na wazazi bora na vijana walio bora. Barikiwe sana kwa kutenga muda wenu kuzungumza na msikilizaji lakini na mtazamaji, hasa kuhusiana na idara ya watoto ndani ya Holy Cross Family Ministry Tanzania. La imani yako mengi zaidi kuhusiana na watoto tutaendelea kuzungumza pamoja na msikilizaji na mtazamaji ambaye anatutazama sasa. Mungu awabariki sana. Amen. Ubarikiwe pia wewe msikilizaji na mtazamaji ambaye umeshiriki nasi kwa ujumbe mfupi na kupiga simu, lakini kumbuka kwamba swala la malezi ni swala mtambuka na ni swala ambalo linanihitaji mimi pamoja na wewe ambaye unanisikiliza na kunitizama. Haijalishi mtoto sio wa kwako kumzaa, bali jamii inapaswa kushirikiana pamoja katika malezi ili kuhakikisha kwamba mtoto huyu anakuja kuwa kijana bora na baba bora na mama bora wa familia ya baadaye. Mungu akubariki sana. Usisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa Holy Cross Family Ministry Tanzania na mwanafamilia wa Amani Radio Online TV ili kuweza kupata muendelezo wa vipindi hivi vinavyoendelea. Mimi ni Irene Simon. Mungu akubariki. Shirika